Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Baraka Simon Laizer, mkazi wa mkoa wa Arusha, anatafutwa na askari wa jeshi la polisi pamoja na mwajiri wake kwa madai ya kwamba amechukua kiasi cha fedha zaidi ya shilingi milioni 6 katika duka la huduma za kifedha ambapo alipokuwa akifanyia kazi katika eneo la Mianzini mkoani Arusha. Bwana, kwa jina naitwa Aminieli Pinko. Mimi naishi Mianzini, maeneo ya Iliboru. Bwana, kuna kijana ambaye nilimwajiri dukani kwangu. Lakini ilikuwa ni kama kibarua kwa sababu ilikuwa kidogo dukani, ilikuwa natafuta mtu wa kunisaidia kukaa kwa muda, alafu baadaye nitatoa ajira kwa hiyo kijana atakayekuja kukaa dukani moja kwa moja. Katika kutafuta kijana wa kunisaidia kufanya hizo kazi, nilimpata kijana mmoja ambaye jina lake anaitwa Baraka Simon Laizer, ambaye nafahamu ndugu zake na majirani na namfahamu pia mahali alikokuwa anaishi. Katika ile imani ya kumwamini, na alikuwa ana kazi, amekaa ameshamaliza masomo yake, yuko mtaani amekaa tu. Nikasema basi bwana ataweza kunisaidia kazi kwa muda mchache ambao nitakaa huku nijitafakari namna ya kumpata mtu wa permanent kufanya ile kazi. Sasa bwana amekaa pale kwa miezi miwili kuelekea miezi mitatu. Baada ya kumpata huyo kijana anayejulikana kwa jina la Baraka Simon Laizer, nilimwachia pale kama kibarua kwa muda mchache ambao nitakaa mpaka nipate mtu wa permanent pale dukani. Hasa mimi ni mtu wa kufanya safari kidogo za huku na kule, nikawa nimesafiri. Nilipotoka safari, nilirudi dukani kwangu kuendelea kuangalia mambo ya biashara inasemaje. Nikamkuta dukani amekaa, nikamuuliza vipi mambo ya biashara inasemaje, akaniambia yako poa. Nikamwambia float ziko sawa, akaniambia ziko sawa. Basi bwana mimi kuangalia katika mahesabu yangu nikaona kama kuna upungufu kidogo wa pesa, nikamuuliza mbona kama float mambo ya pesa huko hayako sawa, akaniambia bwana amechukua hela, ameenda kwa wakala wa float ila amwekee float katika mitandao mbalimbali ambayo naiendesha pale dukani. Baada ya muda nilipata ripoti kwamba kuna msiba jirani. Nikaona ni bora niende msibani, alafu kesho nikirudi nije kufanya mahesabu yangu dukani. Kabla sijatoka msibani nilipata ripoti ya mtu kwamba alitaka kufanya mambo ya miamala, baadaye akakuta duka limefungwa na akaripoti kwangu kwamba mbona duka limefungwa. Nikamwambia bwana mimi sijui, lakini kuna kijana yuko hapo dukani, labda kama amepata dharura akaenda kufanya mambo ya kipesa. Baada ya muda natoka msibani nikakuta duka langu limefungwa, ufunguo upo kwa jirani. Nilijaribu kidogo kumtafuta lakini hakupatikana. Ila baada ya muda nilipata message kwamba bwana najua kwamba una maswali mengi unajiuliza, lakini ukweli ni kwamba nilitapeliwa. Baada ya muda nikaingia dukani, nikafungua duka, nikacheki mambo ya duka yakoje, nikakuta alihamisha pesa zote kutoka kwenye mitandao yote ya kipesa, ya kibenki na ya mitandao ya simu. Na keshi iliyokuwa kwenye account kwenye draw alichukua zote mpaka za vinywaji na akaondoka kusikojulikana na simu yake ikawa ipatikani. Mahesabu niliyofanya pale dukani, pesa aliyoondoka nayo takriban ilikuwa ni milioni 6,228,000. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nafanya juhudi za kumtafuta, ndio maana nikatafuta njia mbadala ya kupata msaada kwa watu mbalimbali. Baada ya kupata Arabia kumtafuta, na hizi ndio jitihada zingine ambazo nimekutafuta Bwana Godfrey uliendelea kusaidia namna ya kumpata. Arabia iko wapi? Arabia niko nayo hapa mfukoni. Kwa yote atakayemuona bwana, huyu ndugu Baraka Simon Laizer ni mtuhumiwa wa utapeli, ametoroka na pesa za biashara. Duka langu leseni iko haifanyi kazi kwa muda huu. Okay. Na unajua lakini mwanzo ulipomchukua ulikuwa unafahamu wazazi wake na familia wao wanasemaje? Kwa ujumla nafahamu ndugu zake wengi. Kwa ujumla nafahamu ndugu zake na marafiki zake na wazazi wake, baadhi nimeongea nao. Wananiomba pia nao wananipa ushirikiano wa kumtafuta. Kwa wiki 2 wasipompata tutapeana ripoti nini kifanyike. Kwa hiyo kijana tunamtafuta na kwa pande zote mbili, kwa wazazi wake na mimi pia na marafiki zake na ndugu zake na marafiki zake baadhi ambao tunaishi nao hapa mjini. Kwa hiyo polisi nao wanamtafuta? Kwa ujumla polisi sasa hivi wanafanya msako wa kumtafuta mahali popote alipo. Kwa hiyo kijana huyu mahali popote atakapoonekana, Baraka Simon Laizer ni mtuhumiwa wa kutapeli pesa. Kwa kweli kijana anaonekana kama vile ni mtu ambaye ni wa ujanja kidogo, hatambuliki kama ana familia kwa sababu ni mtu wa kukimbia majukumu.